Majina yangu naitwa Elizeus Rwegasira, ni katibu wa Chauma mkoa wa Morogoro. Na kwa utangulizi ulioanza kupitia kwa Bwana George Sanga ni kwamba tumeonelea tutoe walaka wetu ambao ni wazi kwenda kwa mwenyekiti wetu taifa Chauma, tukiangaza yale ambayo yalitokea kipindi ambacho si cha muda mrefu, lakini baadaye kikao kikatoa maamuzi. Baada ya kutoa maamuzi, basi tukaona kama watendaji wakuu wa chama katika ngazi za mkoa kwamba kuna jambo ambalo alikwenda vizuri. Kwa hiyo tumemwandikia mwenyekiti wetu taifa walaka wa wazi ambao na nyinyi mtapata nakala baadaye kwa ajili ya kujua nini ambacho tumekisema. Kwa misingi hii, naomba sasa tuanze kupata yale ambayo kama watendaji wakuu wa chama katika ngazi za mikoa tukiwa wanne tumeweza kuwaleteeni ili muweze kuhabarisha umma na hatimaye umma ujue nini ambacho tunakisema kwenu. Hiki ni Chama cha Ukombozi wa Umma Chauma. Huu ni walaka wa wazi kwa mwenyekiti wa Chama cha Ukombozi wa Umma Chauma na tamko la kikatiba la makatibu wa mikoa wa Chauma kuhusu kutozingatiwa kwa katiba ya chama ya mwaka 2012 toleo la 2024 katika maamuzi ya kutengua nafasi ya katibu mkuu ndugu Salum Mwalimu Juma yaliyofanyika tarehe 30 ya mwezi wa 6 2026. Sisi wanachama na viongozi wa Chama cha Ukombozi wa Umma Chauma tunaohusika moja kwa moja katika maendeleo ya chama na zaidi katika kuwa watendaji wakuu katika shughuli za chama za kila siku kwenye mikoa yetu, tunamwandikia Mheshimiwa mwenyekiti wetu waraka huu kwa mjibu wa haki tulionayo, kwa mjibu wa katiba tuliopewa ya Chama cha Ukombozi wa Umma cha mwaka 2012 toleo la 2024, kwamba waraka huu sasa unazingatia ibara ya 66A ambao kwa mjibu wa katiba yetu ya Chauma inatambua mwenyekiti wetu wa chama kuwa ndio kiongozi na msemaji mkuu wa chama, lakini tumezingatia ibara ya 11C ambayo hii inatoa mamlaka na haki kwa mwanachama ya kutoa maoni, na katika maoni hayo yanakwenda sambamba na mapendekezo ya kusahihisha na kuweka sawa maongozo ya chama bila hofu wala upendeleo kwa mjibu wa katiba yetu. Vile vile waraka huu umeandaliwa kwa kuzingatia ibara ya 12D na H ambazo zinamtaka mwanachama kutumia uhuru wake wa maoni kwa kuwajibika na kulinda umoja, mshikamano na maslahi ya chama dhidi ya mitafaruku ambayo inaweza ikajitokeza, majungu na vitendo ambavyo vinaweza kukigawa chama au kukidhoofisha. Kwa msingi wa wasilisho letu sasa unajengwa katika taarifa ya halmashauri kuu ya chama ambayo ilitolewa tarehe 1 Julai kama mnakumbuka na mmepata nakala hii, kwamba katika makao makuu yetu ya chama na kutangazwa na mwenyekiti wetu wa chama Mheshimiwa Hashim Rungwe Spunda kuhusu maamuzi yaliyofikiwa na kikao cha halmashauri kuu kilichoketi tarehe 30 Juni 2026. Sasa tuna mambo ambayo tunahitaji tuyaweke wazi na baadaye yaweze kuwa ndio ajenda yetu katika kuwasilisha waraka huu. Kwanza, kuna misingi ya kikatiba, kuna mambo ambayo tunakubaliana nayo katika yale ambayo yalitendeka tarehe 30 ya mwezi wa 6. Tunatambua na kukubaliana mambo yafuatayo. Ya kwanza, kwamba halmashauri kuu ya chama chetu ilikutana mnamo tarehe 30 Juni 2026 kwa mjibu wa ibara ya 53P ya Chama cha Ukombozi wa Umma ya mwaka 2012 toleo la 2024 inayotaka halmashauri kuu kukutana angalau mara 2 kwa mwaka. Tunakubaliana hiyo kwa sababu kikao hicho kimefanyika. Lakini pili, kwamba kikao cha halmashauri kuu kilitanguliwa na kikao cha kamati kuu kilichoandaa ajenda zilizowasilishwa mbele ya halmashauri kuu. Pia tunakubaliana kwamba halmashauri kuu ya chama ilikuwa na mamlaka ya kikatiba
ya kusimamisha uteuzi wa katibu mkuu wa chama kwa mujibu wa ibara ya 53R ya chama chetu cha Ukombozi wa Umma ya mwaka 2012 toleo la 2024, na kwamba baada ya maamuzi hayo halmashauri kuu ya chama ilitoa taarifa rasmi kwa umma kupitia kwa mwenyekiti wetu wa chama Mheshimiwa Hashim Rungwe Spunda kuhusu maamuzi yaliyofikiwa. Hayo tunakubaliana nayo, lakini yapo masuala ambayo yaliibuliwa kupitia taarifa ambayo hatukubaliana nayo, na kwa misingi hiyo nitaweka wazi mambo haya ili mnapouhabarisha umma basi uweze kujua yapi ambayo hatukubaliana nayo. Moja, kwa mujibu wa katiba yetu ya chama, halmashauri kuu ina mamlaka ya kusimamisha uteuzi wa katibu mkuu, si kutengua uteuzi wake. Ina mamlaka ya kusimamisha na si kutengua uteuzi huo, na hii inazingatiwa kwenye ibara ya 53R ikisomwa pamoja na ibara ya 68(2) kifungu kidogo cha J ambayo inaipa mamlaka halmashauri kuu ya kusimamisha uteuzi wa katibu mkuu na si kutengua. Hata hivyo, taarifa iliyotolewa kwa umma ilieleza kuwa uteuzi wa katibu mkuu umetenguliwa na halmashauri kuu, jambo ambalo halina msingi katika vifungu vyetu vya kikatiba. Ukisoma tamko hili utaona kwamba imefanya jambo hilo. Sasa katika masuala mtambuka ya kisheria na tafsiri ya maneno ya lugha katika hali ya kawaida, na maneno haya yana mambo tofauti au yana maana tofauti. Kutengua ni kufuta au kuondoa kabisa uhalali wa jambo au maamuzi ya fulani, lakini kusimamisha ni kuweka jambo lisifanywe kwa muda fulani au bila kulifuta kabisa au bila kuliondoa au kuondoa uhalali wake. Kwa hiyo halmashauri ina haki na wajibu wa kusimamisha, sio kutengua, lakini kikao hiki na maamuzi yaliyotoka yanaonyesha kwamba walitengua badala ya kusimamisha. Kwa hiyo kwa kutumia neno kutengua uteuzi wa katibu mkuu, halmashauri kuu ilipoka mamlaka ambayo katiba imeyahifadhi kwa mkutano mkuu kupitia ibara ya 51L na M ya katiba ya chama chetu cha Ukombozi wa Umma ya mwaka 2012 toleo la 2024 zinazohusu kuondolewa kwa viongozi madarakani. Aidha, kwa taarifa ya halmashauri kuu kwa umma iliyoainisha kuwa imemteua Mheshimiwa Singo Benson Kigaila kuwa kaimu katibu mkuu kuanzia tarehe 30 ya mwezi wa 6 2026 mpaka pale uchaguzi wa chama utakapofanyika, haikuwa na misingi ya kikatiba, kwa kuwa maamuzi yanayohusu kuondolewa kwa katibu mkuu na athari zake yanapaswa kufuata utaratibu uliowekwa na ibara ya 51L na M ya katiba ya chama chetu ya mwaka 2012 toleo la 2024. Aidha, uteuzi wa Mheshimiwa Singo Benson Kigaila kuwa kaimu katibu mkuu au kuzingatia matakwa ya ibara ya 65(2) ya katiba yetu ya chama cha Ukombozi wa Umma ya mwaka 2012 toleo la 2024 ambayo imeweka utaratibu unaolenga kuhakikisha uwiano wa uwakilishi wa pande zetu mbili za muungano, kwamba kama mwenyekiti anatoka bara ambaye tunaye, upande wa Zanzibar utatoa katibu. Kwa hiyo hata huku kukaimu kulitakiwa atoke upande wa Zanzibar. Kwa hiyo katika maamuzi hayo hayakuzingatia shahidi hili nyume na katiba. Jambo lingine, kikao cha kawaida cha halmashauri kuu ya chama kilipaswa kuitishwa kwa kuzingatia ibara ya 82C ya katiba yetu, lakini inatoa taarifa sasa kwenye ibara hiyo. Anayeitisha anatoa taarifa ndani ya muda usiopungua siku 18. Hii inasomwa pamoja na ibara ya 84(1) ya katiba yetu kuhusu ratiba ya vikao vya chama. Na kwa mjibu wa taarifa zilizopo, kikao hicho kiliitishwa kwa dharura ndani ya muda usiozidi siku 3 na kufikia maamuzi yenye athari kubwa katika uongozi wa chama. Jambo la 5, kitendo cha kumteua Mheshimiwa Singo Benson Kigaila kukaimu nafasi ya katibu mkuu na kuainisha kwenye taarifa ya halmashauri kuu kwa umma kuwa
atakaimu nafasi hiyo mpaka uchaguzi utakapoitishwa ni kinyume cha ibara ya 86B ya katiba ya chama chetu inayotoa muda wa kukaimu nafasi yoyote kuwa muda usiozidi miezi 6. Jambo la 6, taarifa ya halmashauri kuu ilieleza tuhuma mbalimbali dhidi ya katibu mkuu. Hata hivyo, tuhuma hizo zilibaki katika kiwango cha maelezo ya jumla bila kuonyesha masharti mahususi ya katiba, kanuni na maadili yaliyokiukwa. Kwa mfano, ilidaiwa kuwa katibu mkuu hakuwa muwazi kwenye masuala ya chama na kukiendesha chama kama mali yake binafsi. Tulitegemea kwamba wabainishe ni ibara gani katika kifungu gani na kanuni ipi ambayo imekiukwa ili kumtia hatiani katika jambo hilo. 2, idaiwa kuwa katibu mkuu alikuwa akibadili maamuzi ya vikao halali vya chama na kuweka matakwa yake binafsi na kufanya ndiyo msimamo wa chama, lakini haikutolewa mifano mahususi ya maamuzi hayo, kikao kilichofanyika, wala hivyo vifungu vinavyoeleza kwamba katika jambo hilo basi kifungu hiki au ibara hii imekiukwa katika katiba yetu. Jambo la 3, idaiwa kuwa alijipa jukumu la kuwa msemaji wa chama kinyume na katiba ya chama, maadili ya uongozi na kuingilia majukumu ya mwenyekiti bila ridhaa yake. Katika kutekeleza hilo, taarifa haikufafanua ni kifungu gani cha katiba au kanuni kilichokatazwa kitendo hicho, wala akielezi ni jukumu ipi ya mwenyekiti, majukumu yapi ya mwenyekiti yaliweza kuingiliwa. Katika masuala ya athari kubwa kwa uongozi wa chama na misingi ya haki ya utawala bora, inahitajika kwamba tuhuma zithibitishwe kwa uwazi, ziambatane na vielezo vinavyoweza kuthibitishwa na zirejee masharti mahususi ya katiba au kanuni ili mhusika aweze kuelewa kikamilifu anachukuliwaje katika kutekeleza kila ambacho yeye kama atakuwa ametumiwa basi aweze kujitetea kwayo na hatimaye aweze kupata haki yake ya kikatiba kwa mujibu wa katiba yetu. Jambo lingine, baada ya ujumla wa yale ambayo yatolewa kama maazimio, kwa kuwa tuhuma zilizotolewa zilihusu mwenendo wa kimaadili na kinidhamu kwa kiongozi wa chama, utaratibu uliowekwa na katiba yetu unapaswa kuzingatiwa kikamilifu. Ibara ya 74 pamoja na ibara ya 75 kifungu kidogo cha kwanza C na D zimeainisha kwamba kama kuna jambo hili la kimaadili, kamati ya maadili yenye jukumu la kufanya uchunguzi wa kina kuhusu tuhuma za viongozi na wanachama zinatakiwa ifanyiwe kazi na hatimaye kutoa mapendekezo ya hatua stahiki kwa vikao vinavyohusika, jambo ambalo alikuweza kutekelezwa. Kwa hiyo kutohusisha kamati hiyo kabla ya kufikia maamuzi ya kufanya kila ambacho kilifanyika kinaondoa fursa ya kupata uchunguzi ulio huru na kina na usio na upendeleo, jambo ambalo ni msingi muhimu wa utoaji wa haki ndani ya chama chetu. Jambo jingine, kwa kuwa hakuna ushahidi unaoonyesha kwa kupitia kamati hii ya maadili ambayo ndio inaweza ikachunguza jambo hili baada ya kuundwa kwa mujibu wa ibara 75, kuna sababu ya kuamini kuwa maamuzi yalifikiwa bila uchunguzi wa kina uliotakiwa na katiba. Na katika mazingira hayo sasa, hatua iliyochukuliwa inaweza kawa sio sahihi, kwa kuwa halmashauri kuu ilikuwa na mamlaka ya kusimamisha uteuzi wa katibu mkuu kwa muda, kisha kuiagiza kamati ya maadili kufanya uchunguzi wa kina na kuwasilisha mapendekezo kwenye halmashauri kuu. Na utaratibu huu ungekiweka chama katika nafasi nzuri, si tu kwamba haki itatendeka na kuonekana inatendeka mbele ya wanachama na umma kwa ujumla, kwamba vifungu vya katiba vinavyohusu uchunguzi wa kinidhamu, haki ya kujitetea na rufaa vimewekwa makusudi kuhakikisha kwamba maamuzi dhidi ya mwanachama au kiongozi yanazingatia misingi ya haki ya asili, principles of natural justice, ndani ya chama chetu. Ibara ya 11D ya katiba ya Chauma ya mwaka 2012 toleo la 2024 inampa kila mwanachama au kiongozi haki ya kusikilizwa na kujitetea mbele ya chombo kinachohusika kabla ya hatua yoyote yenye madhara makubwa kuchukuliwa dhidi yake. Kwa misingi huo, kutofanyika kwa uchunguzi kupitia kamati ya maadili kabla ya kufikiwa kwa maamuzi kunazua mashaka kuhusu kama misingi hiyo ya haki ilizingatiwa kikamilifu. Kwa kuzingatia hoja hizo ambazo tumeziainisha hapo juu, tunaona kuwa maamuzi yaliyofikiwa na halmashauri kuu ya taifa tarehe 30 ya mwezi Juni 2026
hayakuzingatia kikamilifu masharti ya katiba yetu pamoja na misingi ya haki ya asili ambayo ndio misingi ya utawala bora na utawala wa kisheria. Sisi makatibu wanne katika mikoa minne tulikotoka tunahitimisha kwamba baada ya kupitia katiba yetu ya chama, taarifa ya halmashauri kuu ambayo ilitolewa kwa umma pamoja na mazingira yaliyopelekea kufikiwa kwa haya maamuzi, tunafikia hitimisho kama ifuatavyo. Maamuzi yaliyofikiwa yanaibua hoja nzito za kikatiba na kiutaratibu ambazo zinahitaji kutafakariwa upya ili kulinda uhalali wa katiba yetu ya Chama cha Ukombozi wa Umma, hadhi yake na heshima ya chama chetu. Pili, kuna viashiria vya wazi kuwa baadhi ya hatua zilizochukuliwa hazikuzingatia kikamilifu taratibu za kiuchunguzi, haki ya kusikilizwa na masharti mengine ya katiba yanayolenga kuhakikisha kama haki inatendeka na inaonekana kutendeka. Tatu, endapo utaratibu huu utaachwa kuwa sehemu ya utamaduni wa chama chetu cha Ukombozi wa Umma, ipo hatari kwamba unaweza ukatumika kama rejea na kiongozi yote wa chama anaweza kutenguliwa bila kufuata taratibu za haki au katiba. Na nne, tunahitimisha kwa kusisitiza kuwa utii wa katiba ni msingi wa umoja, mshikamano na uhai wa chama chetu cha Ukombozi wa Umma, na kwamba hakuna chombo wala kiongozi anayepaswa kuwa juu ya katiba ya chama. Tunatoa mapendekezo kama watendaji wakuu wa chama katika ngazi za mikoa tukiwa wanne kwamba kwa kuzingatia hoja zilizowasilishwa tunapendekeza yafuatayo. Moja, kwamba kamati ya maadili ya taifa kwa mujibu wa ibara ya 74 na ibara ya 75 ya katiba yetu ipewe jukumu la kufanya uchunguzi wa kina ulio huru na usio na upendeleo kuhusu tuhuma zilizotolewa dhidi ya katibu mkuu na kuwasilishwa mapendekezo yake kwenye chombo chenye mamlaka ya kufanya uamuzi. Pendekezo letu la kwanza. La pili, kwamba kwa kuzingatia masharti ya katiba, hatua iliyochukuliwa dhidi ya katibu mkuu itafsiriwe na kutekelezwa kwa mujibu wa mamlaka yanayotolewa na katiba, huku ikiheshimu mipaka ya mamlaka ya kila chombo cha chama. Tatu, tunapendekeza kwamba iwapo kutabainika kuwa kulikuwa na dosari za katiba au kiutaratibu katika maamuzi yaliyofikiwa tarehe 30 Juni 2026, hatua stahiki zichukuliwe ili kurejesha uhalali wa mchakato kwa mujibu wa katiba ya chama chetu. Nne, kwamba chama kitumie fursa hii kuimarisha utamaduni wa kuheshimu katiba, utawala wa sheria, haki za asili na uwajibikaji wa viongozi katika ngazi zote. Na kwa kufanya hivyo, waraka huu sasa kwetu haukusudii kupinga mamlaka ya vikao halali vilivyofanyika vya chama wala kumtetea mtu binafsi, bali lengo letu la waraka huu ni kusisitiza umuhimu wa kuheshimu katiba ya chama, kulinda misingi ya haki na kuhakikisha kwamba kila uamuzi unaofanywa ndani ya chama unafuata taratibu zilizowekwa na katiba yetu. Kwa kufanya hivyo, tunaamini kwamba uongozi imara hujengwa juu ya misingi ya sheria, haki na uwajibikaji. Kwa hiyo tunaomba hoja na mapendekezo yaliyowasilishwa katika waraka huu yapokelewe na kutafakariwa kwa uzito unaostahili kwa manufaa ya chama chetu na wanachama wetu wote kwa ujumla. Kwa kuwa katiba ndiyo msingi wa uongozi bora, kuitii hiyo katiba ni wajibu wa kila mwanachama. Ni sisi makatibu kutoka mikoa minne, Rwegasila Elizeus kutoka mkoa wa Morogoro, Edward Msabaha kutoka mkoa wa Tabora, Zabron Msafiri kutoka mkoa wa Manyara na Mwalimu George Sanga kutoka mkoa wa Njombe. Na kwa kutekeleza wajibu huo tumempa nakala, tumemwandikia mwenyekiti waraka huu wa wazi na tumpe nakala katibu au ofisi ya katibu mkuu kwa ajili ya kujua kwamba tunachokifanya hakiko nje ya utaratibu. Asanteni.